Na tuombe. Bwana, sasa tunaamini, tunamwamini mwana wa Mungu, na kupitia jambo hili tunaokubali uzima wa milele kwa yeye. Sasa tumekutanika tena adhuhuri ya leo ama jioni ya leo kwa ajili ya ibada nyingine, tukikutumainia wewe kwa ajili ya ujumbe na kwa yale utakayotuambia usiku wa leo. Tunakuamini wewe Bwana na kungojea wewe. Nawe ulisema wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa bawa kama tai. Nasi tunaomba Mungu ya kwamba utatupa hiyo nguvu ya kupanda juu usiku wa leo tunapokungoja wewe. Tunakushukuru kwa ajili ya watu hawa na kwa yale wanayomaanisha kwako na yale wanayomaanisha kwangu. Nakushukuru kwa ajili ya jambo hilo Baba. Wao ni vito vyako. Nami naomba Mungu ya kwamba usiku wa leo ya kwamba utajidirisha mwenyewe kwa njia kwao wanayohitaji. Iwapo kuna wagonjwa hapa, naomba waponywe. Kama kuna shaka katika nia ya mtu fulani, iondoe Bwana, na utupe tu uwepo wako na baraka zako, kwa maana tunazihitaji Bwana. Wewe ndiwe utoshelevu wetu wote, pia bila wewe hatuwezi kufanya neno. Tunaomba ya kwamba wewe utapokea shukrani zetu kwa yote uliotenda. Katika jina la Yesu Kristo tunatarajia baraka zako. Amina. Maweza kuketi. Na mpema ni baridi kidogo Jumapili hii usiku humu kuliko ilivyokuwa usiku wa Jumapili iliyopita. Tunawashukuru sana ndugu zetu waliofanya kazi kwa uaminifu sana kuleta hiki. Na wajua wawili au watatu wao, ndugu Mike Egan kama ninavyomwona huko nyuma, nami ndugu Mike na ndugu Shotman, ndugu naamini Roy Robertson na ndugu Woods, na hao wote walikuwa huku chini wakijitahidi sana, wakijaribu kuingiza kusudi tupate ujumbe huu sasa au leo. Hiyo tunashukuru. Sasa Jumapili ijayo asubuhi, Bwana akipenda, nataka kufanya ibada ya kuponya, maombi kwa ajili ya wagonjwa, nasi tutaitenga kwa ibada ya kuponya kama Bwana akipenda. Niliona asubuhi ya leo kuna lundo la leso hapa, niliziombea. Nami mlipokuwa mnaomba na kuimba, niliziombea hizi leso, alafu kuna zingine hapa usiku wa leo. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba Mungu huwaponya wagonjwa. Shuhuda nyingi sana za kuponya miongoni mwetu na duniani kote, nasi tunashukuru kwa jambo hili. Nami niliwazia Jumapili ijayo, kwa kuwa sina budi kuondoka kwa muda mfupi, nasi tumekuwa tukishikilia sana kufundisha na ujumbe. Hata nikawazia lingekuwa jambo nzuri kama tulikuwa na ibada ya kuponya, kuwaombea wagonjwa. Nasi tunatumaini ya kwamba Mungu atatupa wakati mzuri sana. Sasa wengi wenu hamna budi kusafiri maili nyingi usiku wa leo. Kwa hiyo nilikuwa nikizungumza na makundi kule kwenye mkahawa wa Blue Boar leo, mahali nilipokuwa nikila chakula cha mchana. Watu wengi wazuri, sina budi kuwasalimia na kuzungumza nao, watu ambao siyapata kukutana nao hapo awali, wanaokuja hapa kanisani. Nami nashukuru kwa ajili ya marafiki kama hao, nami nataka kumshukuru kila mmoja wenu. Wengine wao wamechukua fosadi nyeusi na kutuletea sisi, na mmoja kutuletea ndoo ya asali ama asali ya miwa. Naamini ilikuwa ndiyo hiyo na vitu tu. Ndio hilo linamaanisha nini? Na asubuhi naja huku na kutoka nyumbani, wakati mwingine kuna asubuhi ya juzi kulikuweko na ndugu pale ambaye alikuwa na hali mbaya sana, hakuwa na nguo na kadhalika. Alitaka niende nikamletee nguo chache. Nikatoka nami karibu niangushe ndoo ya fosadi nyeusi iliyowekwa pale. Nikasema, je, wewe ndiwe uliyeleta hizi fosadi nyeusi? Naye akasema, la, sihusiki kabisa. Nimekuwa hapa kabla ya mapambazuko na zilikuwa hapa wakati huo. Kumbe ni ndugu yangu mwema Rado aliyeniletea hizo. Kwa hiyo mambo hayo hakika niadhamini. Billy Paulo ndiyo kwanza anigusie muda mchache uliopita ya kwamba miongoni mwa kusanyiko hili usiku wa leo
wamekusanya matoleo hayo kwa ajili yangu, na washukuru kwa jambo hilo. Si kutaka mfanye hivyo, na nathamini jitihada zenu na kadhalika, mbali jambo hilo alikuwa la lazima. Na hata hivyo, Bwana awabariki. Mwajua Biblia ilisema kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hawa walio wadogo, mlinitendea mimi. Sasa nimekuwa nikizungumza nanyi kwa namna fulani juu ya ujumbe waziwazi sana, nami watu fulani huenda wakawa na wazo kwamba mimi nadhani ya kwamba Yesu atakuja asubuhi ama usiku wa leo. Ndivyo ninavyodhani. Naam, asisemi ya kwamba yeye atakuja tena, huenda yeye asi hata juma lijalo, na huenda ikawa mwaka ujao, huenda ikawa miaka 10, sijui atakapokuja. Lakini kuna jambo moja nataka daima mliweke mawazoni, muwe tayari kila dakika ama saa, ili kwamba kama hatakuja leo, huenda yeye akawa hapa kesho. Kwa hiyo aliwekeni hilo mioyoni mwenu ya kwamba yeye yuaja, na sijui ni wakati gani utakuwa muda wangu wa mwisho hapa duniani, wala hakuna mmoja wetu ajuaye, na hakuna mmoja wetu ajuaye ni wakati gani yeye atakapokuja. Hata yeye hajui yeye mwenyewe kwa maneno yake mwenyewe. Yeye alisema Baba pekee ndiye ajuaye yeye atakuja lini. Hata Mwana hajui yeye atakuja lini. Ni wakati Mungu atakapomtuma kwetu tena, bali tunakutazamia kuja kwake. Na iwapo hatakuja katika kizazi changu, huenda akaja katika kile kijacho. Kama hatakuja katika hicho, atakuja katika kile kifuatacho. Lakini kwangu mimi ni vigumu kuona wakati wowote uliosalia. Mimi tu kwangu mimi ingeweza kutukia dakika yoyote. Sasa hilo alimaanishi sasa ya kwamba utaona mbingu zikibadilika na kila huko siko kule kuja ninakozungumzia. Inazungumzia kuhusu kunyakuliwa. Anatimiza kuja kutatu. Anakuja katika matatu ya wana majina. Yeye alikuja katika utatu, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Naona yote hayo Kristo, yeye yule Mungu, yeye yule daima. Naam, tunajua alikuja kuleta kazi tatu za neema: kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kila kitu katika Mungu kinakamilishwa katika tatu. Na kwa hiyo alikuja mara ya kwanza, anakuja mara ya pili kama kunyakuliwa, kumchukua bibi harusi wake. Anakuja mara ya tatu pamoja na bibi harusi wake, mfalme na mkia. Baadaye hapo ndipo watu wengi wanakutarajia kule kuja, mbali anapokuja wakati huu, karibu hakuna mtu yeyote ila wale walio tayari watajua wakati ajabu. Hakuweko na kukosekana kwa watu, hawatajua kilichowapata. Wao watanyakuliwa tu katika dakika moja, na kwamba kutakosekana watabadilishwa katika dakika moja, katika kufumba na kufumbua. Kwa hiyo iweni tayari kwa ajili ya jambo hilo. Litakuwa jambo la kuchukiza hivi karibuni asubuhi kumkosa mpendwa. Hakuna anayeweza kuwapata. Singekuwa vibaya sana kujua tayari kumepita nawe umekukosa. Hiyo jiweke tu mbele za Mungu. Naam, juma lijalo, Bwana akipenda, Jumatatu ijayo, juma moja kutoka Jumatatu hii, Mungu akipenda, nairudisha jamaa yangu huko Arizona, ambako wao huenda shuleni, kisha nitarudi. Naam, siendi huko nje, sina ibada zozote za kuniweka huko. Ni vigumu kunipata Arizona. Huondoka nikaenda mahali pengine. Nitampeleka mke wangu kule Jumatatu ijayo. Nitarudi tena hapa. Nitaondoka hapa nielekee British Columbia. Nitarudi Colorado. Nitakuwa Arizona tena inapokaribia Krismasi. Kwa dakika chache tu, muda mrefu kutosha, labda siku 2 ama 3, ni kutanishe jamaa, nirudi huku inapokaribia sikukuu ya Krismasi. Bwana akipenda, niwe na ibada kwenye juma la mwaka mpya hapa. Kwa hiyo basi, niko hapa kwa kweli mara nyingi zaidi. Niko hapa mara 10 zaidi ya ninavyokuwa kule, kwa maana hatuna kanisa lolote wala ibada zozote nje kule. Hatuna chochote huko nje. Kwa hiyo kwa namna ya ibada ya kanisa, hilo ndilo jambo moja mbaya juu yake. Na mahali pa kuwapeleka watoto ambao watausikia ujumbe huu kama vile watoto wenu wanavyousikia hapa. Na kwa hiyo huo ndio upungufu mmoja tulio nao. Bali wote wana afya nzuri zaidi. Hali ya hewa ni kavu, joto kavu, lakini watoto wote wanaonekana wana afya nzuri zaidi.
sikai huko vya kutosha kujua kama pana afya ama hapana. Mimi situlii na kisia, nilizaliwa tu mzururaji. Mke wangu uniita, najua yuko hapa, kwa hiyo nitajuta jambo hili baada ya kanisa. Nyote mwajua inaitwaje ile pepo zinazohamahama ama pepo zisizotulia ama chochote kile, mwajua, mchanga wa kuhamahama. Ama mimi daima situlii, kwa maneno mengine. Nami nimeoa sasa miaka 22, nami wakati mwingine ufikiria ni mgeni hapo nyumbani, kwa maana sina budi kuondoka, bali ninautazamia wakati ambapo tutatulia katika ile nchi ya wenyeji wetu siku moja. Bali sasa vita vimewaka moto, kwa hiyo natuwe katika maombi. Usisahau Jumapili ijayo asubuhi, Bwana akipenda, waleteni wagonjwa wenu na wanaoteseka. Jioni mapema, pateni nafasi na labda kuna kundi litakaloombewa. Tunabudi kutoa kadi za maombi. Kama hakuna wa kutosha, hatutatoa kadi za maombi za kutosha tu kuunda mstari mdogo wa kama dozen 2 ama 3 ama chochote kile, bali labda tutatoa kadi za maombi. Kwa hiyo labda tutafanya hivyo saa moja kabla ya ibada ya kawaida, ambayo nafikiri itakuwa saa 2 ama saa 2:30. Watatoa kadi za maombi. Fungua kanisa kutoa kadi za maombi Jumapili ijayo asubuhi. Hakikisha utakuwa hapa kwa ajili ya neno yako. Waleteni wapendwa wenu, wawekeni mle. Itakuwa hali nzuri na ya baridi kanisani. Kama wao ni wagonjwa, nasi tutafanya kila tuwezavyo kuwaombea. Asanteni tena kwa matoleo ya upendo. Na sasa tutasoma kidogo neno la Mungu usiku wa leo, na tuwe tayari kwa ajili ya tukio hili la uwepo wake tena kutuletea neno lake. Sasa tunajua tunaweza kusoma fungu la maneno, bali Mungu hana budi kutufunulia maana yake. Naona tunaweza kuchukua fungu la maneno, bali Mungu hana budi kutufunulia maana yake. Na wakati mnapofungua sasa katika kitabu cha Yeremia sura ya 2, nataka kusema anafurahiwa akuwa pamoja nasi ndugu Lee Vail, ndugu mpendwa katika Bwana. Nami nafikiri hapa ndugu huyu hapa, siwezi kukumbuka jina lake, ndugu Willard Grace. Tena nimewaona ndugu kutoka Kansas, ndugu John na wengineo kutoka karibu na Poplar Bluff, na ndugu Blair, ndugu Jackson na ndugu Rodo na wengi sana ambao siwezi, laiti ningalitaja jina la kila mtu mbali, siwezi kweli, nanyi mwaelewa. Ndugu Ben Brian namuona ameketi hapa. Yeye kwa kawaida ndiye kona yangu ya amina wakati kila mtu anamjua Beni kwa sauti yake. Sisi tuliketi huko California wakati mmoja, alikuwa ninawahubiri wa Baptisti ujumbe kule bondeni. Walikuwa na hema kubwa pale na wengi wa Baptisti wa tabaka ya juu. Sikuweza kusikia amina kutoka popote. Mwajua, wanaogopa baadhi ya hao wanawake wataharibu vipondozi nyusoni mwao. Alafu muda nikaona miguu miwili imeinuliwa juu namna hiyo ikiruka hewani, na mikono miwili mikubwa na nywele nyeusi zikitikiswa pale, akipiga kelele amina, akipasa sauti namna hiyo. Na nikaangalia chini nikasema, Ben, ulitoka wapi? Yeye kweli alikuwa akisema zile amina. Namwona mkewe akimwangalia kidogo, anapoteza kidogo nywele hizo nyeusi, lakini hiyo ni sawa. Mwajua, usijali jambo hilo, nilipoteza zangu muda mrefu uliopita. Kwa hiyo sasa usahau kuomba. Sasa tunapofikia upande ulio wa unyenyekevu wa ibada, kumbukeni, kama tulisoma neno hili, basi Mungu tulibariki neno lake. Alitamrudia bure, bali litatimiza kile ambacho limekusudiwa kwalo. Nami najua katika kulisoma neno daima nitakuwa sahihi. Napolisoma neno, Mungu ataliheshimu neno lake. Sasa hebu tusimame kwa heshima ya neno lake. Yeremia sura ya 2 aya ya 12 na ya 13 ya Yeremia 2. Mbingu, staajabuni kwa sababu ya jambo hili, kaogope sana na kuwa na ukiwa sana, asema Bwana.
Kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili, wameniacha mimi niliye chemchemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika yavunjayo yasiyoweza kuweka maji. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu sasa. Mungu mpendwa, neno lako limesomwa, nasi tunaomba ya kwamba wewe utaliheshimu neno hilo na utupe leo mfano ama kifani chake, huku tunapoangalia siku zilizopita Israeli kama mifano, kama Biblia inavyotufundisha kwamba tunaweza kuona uliowatendea wakati walipolitii neno, tuone ulivyowafanyia walipokosa kuliamini neno, na tujue litupasalo kufanya. Kwa hiyo hatunaomba ya kwamba wewe utanena nasi usiku wa leo katika njia maalum sana, upate kujua jinsi ya kuenenda katika siku hii ambayo tulijua asubuhi ya leo tunaishi. Kwa maana tunaomba katika jina la Yesu, amina. Unaweza kuketi. Nataka kuzungumzia usiku wa leo juu ya somo kwa muda kidogo juu ya mabirika yavunjayo. Israeli walikuwa wametenda maovu mawili mabaya sana. Mungu alisema walikuwa wamemwacha yeye aliye chemchemi ya uzima, nao wamejichimbia mabirika ya kunywea. Sababu ya kufikiria juu ya somo hili ni kwa sababu lingeenda sambamba na yale niliyokuwa nikisema asubuhi ya leo kuhusu saa tunayoishi na kile tunachoshindania. Nasi tunawaangalia Israeli kama mfano ambao alichokuwa Mungu, yeye daima amedumu yeye yule. Na kuna jambo moja tu ambalo Mungu aliwahi kuheshimu, hilo lilikuwa njia yake ambayo yeye aliwaandalia watu. Na wakati walipoiacha njia hiyo, basi Mungu alitahayarishwa, naye Mungu akawafanya watu wajute kwa kuacha yale aliyowaambia watende. Haiduru ilikuwa nini. Yeye hata aliwapa sheria, msiguze, msishike, msionje. Si kwa sababu tu ya uovu wa kufanya jambo hilo, mbali uovu wa kututii yale aliyowaambia wafanye. Na daima hapawezi kuwepo na sheria bila adhabu ya sheria, kwa maana kama hakuna adhabu, basi sheria haina maana sana, isipokuwa iwe na adhabu. Hiyo ni sheria. Sasa tunaona waliyofanya katika siku hiyo yanaonekana yakienda sambamba na yale tunayotenda leo, yale wanayofanya watu wa kanisa. Sasa tunaona jambo geni hapa. Huenda likawa geni kwa watu wengine, wakati yeye aliposema ninyi wao wamejichimbia mabirika yavujayo. Sasa labda wengi wenu hamjui birika ni nini. Wangapi wanajua birika ni nini? Vema, karibu ninyi nyote. Kama ulilelewa mashambani, unajua birika ni nini. Nakumbuka nimekunywa wadudu wa kutosha kwenye moja kujua birika ilikuwa nini. Nimehubiri kule mashambani ambako kwenye miti ya vivuli ambako ungepata mtungi uliojaa maji ya birika umewekwa pale ya mvua, mojua, na kwa namna fulani yalikaa sana. Halafu wadudu wakati wa usiku wangeingia mle. Na kwa hiyo najua maji ya birika ni nini. Birika ni mahali, kitu ambacho kimechimbwa ardhini kuchukua mahali pa kisima. Mahali ambapo watu hawana kisima, basi wana birika. Kwa maneno mengine, birika ni tangi lililojengwa na mwanadamu ama kisima kilichochimbwa na mwanadamu ardhini, ambacho mwanadamu huchimba kuyakinga maji apate kuyatumia. Wengine huyatumia kama maji ya kuoshea, na wengine huyatumia kama maji ya kunywa na njia mbalimbali. Labda maji yote wakati mwingine ambayo tulikuwa tunayapata yalikuwa ya birika. Tulikuwa na kitu cha kale ambacho ilikubidi kuzungusha
na kuzungusha kuyavuta maji. Ilifungiwa ndoo ndogo kuyavuta maji hayo kutoka kwenye hilo birika. Vema, tunaona jambo moja ambalo birika linatofautiana na kisima. Naam, birika litakuwa tupu. Birika haliwezi kujijaza. Halitumainiki. Huwezi kutumainia birika. Halinabudi kutegemea na kuponea mvua ambazo hunya kwenye majira ya kiangazi ama kipupwe yoyote ile. Ili kwa kawaida majira ya kipupwe, wakati theluji na mvua vinapoanza, basi huyaelekeza maji kwenye birika, na iwapo halipati maji hayo, basi huna maji kabisa, yote yanakauka na haliwezi kujijaza. Hilo birika la kale haliwezi kujijaza, linajazwa na mvua inayonyesha. Na nataka muone jambo jingine kuhusu birika. Kwa kawaida mtaona ama jinsi ilivyokuwa huko kwetu, birika kwa kawaida ghala ya nafaka ni karibu mara mbili ya nyumba, na kwa kawaida wao huyaelekeza maji hayo kutoka kwenye hicho kibanda kwenda kwenye birika. Anakumbuka shimo hilo la birika ya kale kule, wakati yeye wakati mabomba ya kutolea maji yanaingia ndani yake, pia nje ya hilo gala la nafaka linajazwa toka kwenye lile gala. Basi hayo maji yanatolewa toka kwenye paa la hiyo gala ya nafaka, ambapo wanyama wote wanakanyaga kila mahali kwenye uwanja wa zizi, na kila taka ya uwanja wa kibanda hicho inakaa juu ya ile gala ya nafaka katika nyakati za kiangazi. Alafu maji yanakuja na kuifagia yote taka paani, yakaingia katika kihori ambacho ni cha kujitengenezea, kisha yakaingia kwenye mfuko wa maji wa kujitengenezea mpaka kwenye birika la kujitengenezea. Na kama huna takataka, sijui una nini unapokuwa na birika. Naam bwana, lote ni la kujitengenezea na ni chafu kama iwezavyo kuwa. Unajua, tulizoea kuita, tulikuwa na kitambaa cha kushujia katika moja. Ulijua hicho kilikuwa nini? Ilitubidi kuweka kitambaa cha kushujia juu yake kuzuia wadudu wote na vitu vilivyotoka juu ya lile gala la nafaka na kuzunguka mahali pale na kuyamwaga kutoka mahali pamoja kuingia mahali pengine, hata kwenye birika. Tunaweka kitambaa cha kushujia juu yake kuzuia taka zote za juu na kadhalika ambazo tuliweza. Bila shaka hicho akingeliweza kushika taka yenyewe, ilishika vitu vikubwa vilivyoshuka na kuliangukia. Huenda mdudu akaanguka mle ndani, bali utomvu wa mdudu huyo ulichukuliwa na maji. Kwa hiyo kweli ulikuwa na uchafu hapo ulipokuwa na birika chafu la kale. Katika siku chache, ukiacha maji hayo yakae pale, yanaoza. Ukiacha maji hayo yasimame kwenye birika, yatakuwa maji yaliyooza. Ndipo yanajaa vyura na nyuzi na nyoka, nasi tulizoea kuwaita furukuta mikia. Nino wadogo, si kama wao, si kimelea wao, ni sijui vile ungewaita, bali vitu vidogo vinaingia majini ambavyo tuliita vifurukuta mikia. Unajua ni nini? Wangapi wanajua ninachozungumzia? Lao, mbona bila shaka nyote mnatoka mashambani, najua mkiyafanya kuoza sana. Na basi hawa wanaopenda maji yaliyooza wanaambatana nayo. Kwa kweli huja tu kwa sababu maji yameoza, na kwa sababu yameoza yanawavutia wanyama mle wanaopenda vitu vilivyooza. Hiyo ni kama makanisa yetu leo kabisa. Nafikiria kwamba tumeacha moja ya dhambi kubwa mno ambazo makanisa yametenda leo. Kama Israeli wakati huo, yalimwacha yeye chemchemi ya maji ya uzima na kujichimbia mabirika ya kujitengenezea, na yamekuwa makao ya kila kitu kinachopenda maji ya namna hiyo. Mijuzi, vyura na vini vichafu vya kila namna vinaishi mle ndani, kwa maana ni tangi la kujitengenezea.
Na katika tangi hili ambamo vitu hivi vinaishi ni mfano mkamilifu wa madhehebu yetu leo. Sasa unasema, ndugu Branham, mbona unawashambulia sana watu hao? Wanapaswa kushambuliwa, hawana budi kushambuliwa. Yatorokeni, kwa maana hatimaye yatafanyika ile alama ya mnyama. Kumbukeni, hilo ni kweli. Yatakuwa ile alama ya mnyama. Madhehebu yataongoza moja kwa moja hata kwenye kitu hicho. Yamo njiani yakielekea kule sasa, kulazimisha kwa kutumia nguvu. Angalia kwenye himaya ya kale ya Kirumi, jambo hilo ndilo hasa lilowaongoza kwenye ile alama ya ukengeuvu. Uliona kwamba hapana mtu angaliweza kununua ama kuuza bila alama ya huyo mnyama. Ilimbidi kuwa nayo. Kuna tabaka mbili za watu watakaokuwa humo duniani, au wenye muhuri wa Mungu na hao wenye alama ya mnyama. Tabaka mbili tu. Kwa hiyo itakubidi kuwa na moja ama nyingine, na itakuwa ukengeuvu, alama ya dini kengeuvu, na itakuwa na alama ya mnyama. Tunaposoma tunaona ya kwamba Rumi ilikuwa ndivyo ilivyo, na daima itakuwa alama yule mnyama barabara. Hakuna njia ya kuipa chochote kile. Na Rumi ilifanya nini? Ilibadilika toka Rumi ya kipagani ikawa Rumi ya kipapa, kisha ikaunda madhehebu ya dunia nzima ambayo yalimlazimisha kila mtu kujiunga na dini hiyo, la sivyo atauawa. Na ni jambo la ajabu ya kwamba hii Marekani inajitokeza jukwaani, nayo ni kama mwanakondoo, na mwanakondoo ana pembe mbili ndogo, haki za kisiasa na za kidini. Na baada ya muda kidogo, wakati hiyo ilikuwa mwanakondoo, tuliona kwamba ilinena kama lile joka na kutumia uwezo wote wa lile joka la kwanza kabla yake. Na Biblia inatuambia ya kwamba wao walisema, na tumfanyie sanamu yule mnyama. Sanamu ni kitu mfano wa kitu kingine, nasi tunaweza kuliona sasa hivi katika hali yake ya ukengeuvu. Kanisa likiunda baraza la makanisa ulimwenguni ambalo ni sanamu ya nguvu za Rumi, na litawalazimisha watu kitu kile kile Rumi na ya kipagani ilichowalazimisha, ama Rumi ya kipapa ilichowalazimisha. Kwa hiyo hakuna njia nyingine, hakuna kitu kingine, lakini hiyo ni kweli. Na hiyo ndiyo sababu ninayashambulia katika siku zangu, katika wakati wangu, kwa sababu haina budi kushambuliwa. Ule mwito ulikuja kwamba tokeni kwake, enyi watu wangu, msizishiriki dhambi zake. Naam, ninayalinganisha hayo na haya mabirika machafu na yenye vinyaa. Yeye ndiye chemchemi ya uzima, yeye ndiye maji ya uzima. Nao watu wanayaacha hayo na kujichimbia mabirika ambayo yanaweza tu kuteka vinyaa. Hicho ndicho tu yanayoweza kuteka, na hivyo ndivyo udhehebu unavyofanya. Unashika kila kitu kinachokuja na kinachotaka kujiunga nayo, yako tayari kuchukua mradi kina pesa ama kinaweza kuvalia namna fulani. Haidhuru wao ni nani, watoka wapi, wanawachukua hata hivyo. Sasa tunaona tena ya kwamba hii alama ya mnyama iliyoundwa hapa Marekani ni nambari 13. Ilianzishwa na koloni 13. Ilikuwa na bendera iliyokuwa na nyota 13, milio 13, na hata inaonekana katika Ufunuo sura ya 13. Na Marekani daima imekuwa mwanamke. Sanamu yake imo kwenye sarafu zetu. Hata kile kichwa cha mhindi kwenye peni kina sura ya mwanamke. Tunajua jambo hilo, tunajua historia yake. Kila kitu ile kengele ya uhuru na chochote kile uhuru, sanamu ya uhuru ni kwa kila hali mwanamke. Mwanamke nambari 13. Mnaona sasa, ni vizuri kuona mambo hayo.
Na sasa nimebashiri kwa ufunuo kutoka kwa Mungu ama ono mnamo mwaka wa 1933 ya kwamba mambo 7 yangetukia kabla ya wakati wa mwisho, na ya kwamba mmoja yao kwamba Mussolini ambaye wakati huo alikuwa akianza kuwa dikteta atakuwa dikteta, na pia yeye atafanya uvamizi na ashuke kwenda Ethiopia, naye angeiteka Ethiopia. Na Roho yeye alisema atajitumbukiza shimoni. Si kama kuna yeyote wa watu wa kale ambaye amebaki katika maskani haya anayekumbuka nikisema kule katika ukumbi wa Redman huku chini tulipohubiri miaka mingi sana iliyopita. Yupo mmoja humu jengoni usiku wa leo ambaye amesalia kutoka wakati ule kule kwenye ukumbi wa Redman nilipohubiri jambo hilo, wakati NRA ilipojitokeza huko nyuma kabisa katika kipindi cha kwanza cha Roosevelt. Na kisha hakuna mmoja humu ndani aliyesalia. Yupo mmoja, kuna mmoja, Bibi Wilson, namkumbuka mke wangu anayeketi kule nyuma. Wamesalia wawili kutoka kizazi hicho cha kale cha watu wao katika siku hiyo. Hapo wakati wao walisema ya kwamba hii NRM ilikuwa ndiyo alama ya mnyama, nikasema hakuna cha hiyo hata kidogo. Alama ya mnyama haiji hapa, inatoka Rumi na haiwezi kuwa alama ya mnyama. Na sasa kumbuka ya kwamba mambo haya yalisemwa. Nasema Adolf Hitler atafikia kikomo chake kisichofahamika, naye angetangaza vita dhidi ya Marekani, nao wangejenga kitu kikubwa mno cha saruji ya kwamba hata wataishi ndani yake, na papo hapo wa Marekani watapiga vita vibaya sana mahali hapa. Nayo ilikuwa ni ile boma ya Siegfried miaka 11 kabla hata haijaanza kujengwa. Kisha nikasema mbali atafikia mwisho wake na Marekani itashinda hivyo vita. Kisha nikasema ya kwamba kuna itikadi 3: Unazi, ufashisti na ukomunisti. Ndipo nikasema zote zitaishia kwenye ukomunisti. Urusi itachukua zote katika ukomunisti. Basi nikasema ndipo sayansi itafanikiwa sana, mwanadamu atakuwa mrefu sana, hata atavumbua vitu vingi sana, hata ataunda motokaa ambayo ina umbo la yai, ambayo itakuwa na kitu kama glasi upande wa juu na itaendeshwa na nguvu zingine mbali na usukani, na wana hiyo motokaa. Ndipo nikasema kisha uadilifu wanawake wetu utashuka katika mambo ya aibu sana, hata watakuwa aibu kwa mataifa yote. Watavaa nguo za wanaume, wataendelea kuvua nguo zao hata kweli wafikie mahali ambapo wana nguo zao za ndani tu, hivyo tu, na hatimaye watafikia kuvaa tu jani la mtini. Na kama ukiangalia katika toleo la mwezi jana la gazeti la Life, walikuwa na mwanamke aliyevalia jani la mtini, na hiyo ni ile teitei ya jioni ama ngauni, kile wanachovaa jioni. Ninaona waweza kuona kilicho ndani ni majani ya mtini ambayo yanaficha tu sehemu fulani ya miili yao, na bila ukanda ama na ukanda, nguo za kuogelea zisizo na ukanda, upande wake wa juu yuko uchi. Jinsi mambo haya yametendeka. Kisha nikasema nilimwona mwanamke amesimama Marekani kama malkia mkuu ama kitu fulani, naye alikuwa na sura nzuri mbali katili moyoni, naye akalifanya taifa lipige hatua lifuate nyayo zake. Kisha nikasema hatimaye akaniambia niangalie mashariki tena, bali nilipofanya hivyo ilionekana kama kwamba ulimwengu ulikuwa umelipuka, na umbali nilioweza kuona hapakuweko na kitu ila vijiti na mawe yanayowaka na kufuka moshi yalikuwa yamelipuliwa kutoka ardhini, na haya yalikuwa yatendeke kabla ya mwisho wa dunia. Na matano ya yale 7 tayari yametukia katika miaka 33. Haya basi, tumerudi katika wakati wa mwisho, nami nikanena dhidi ya huo utaratibu wa kimadhehebu hapo hapo.
Nami ningali naamini usiku wa leo ya kwamba ni mahali palipojaa maovu, ya kwamba ni mahali ambapo vinyaa hutiririkia. Siwezi kuamini kwamba Mungu kama angeweza kuingiza kitu kama hicho kanisani mwake, kwa maana na budi kuzaliwa kwa Roho wa Mungu kisha kioshwe kabla akijaitwa chake. Mwili wa siri wa Kristo, sote tumebatizwa ndani yake kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Naam, utaratibu huu wa birika bila shaka ni mfano mkamilifu wa madhehebu. Mtu mwenye hekima anapaswa kutahadhari na asije akaingia mle, kwa maana Mungu amethibitisha katika nyakati zote ya kwamba yeye anayapinga na hajafanya kazi nayo kamwe. Kitu lolote, wakati wote mtu alipoinuka na ujumbe kama vile Luther, Wesley ama kadhalika na Smithi na Calvini na wengineo walipounda madhehebu, Mungu alikiweka kitu hicho rafuni na kamwe hakukizuru tena katika ufufuo. Chunguza historia. Apanye kuwepo na wakati ambapo Mungu alichukua madhehebu akafanya ufufuo kwake. Hakuna mahali popote. Basi katika historia na kwa Biblia inathibitika kwamba hicho ni kitu kichafu mbele za Mungu. Kwa hiyo asitaki uhusiano wowote nacho, na hiyo ndiyo sababu mimi napinga. Nijaribu kuwatoa watu mle. Tumealikwa kama vile katika Israeli ndivyo ilivyo, na sasa kuiangalia Israeli tupate mifano. Wao maadamu walidumu na chemchemi ile walikuwa sawa, bali walipoanza kujichimbia wenyewe mabirika, taratibu za kuitengenezea, basi Mungu akawaacha kabisa. Atatufanya vivyo hivyo. Wamemwacha yeye chemchemi ya maji ya uzima. Hayo ndiyo malalamiko aliyokuwa nayo Mungu dhidi yao, kufanya kitu ambacho wao wangeweza kusema, naona kile tumefanya. Sasa katika wakati wa safari ya Musa, wakati Mungu kwa neema alikwisha wapa nabii, alikwisha wapa ile nguzo ya moto iwatangulia, akaithibitisha kwa ishara na maajabu. Neema ilikwisha toa mambo haya yote. Israeli bado walitaka, waliona sheria, waliikataa neema, wakachukue sheria. Hivi ndivyo watu wanavyofanya leo hasa. Wanalikataa neno, kuchukua taratibu ya kimadhehebu, kwa maana katika hayo wanaweza kufanya wanayotaka kufanya na bila kizuizi. Bali huwezi kufanya jambo hilo katika Kristo. Huna budi kuwa msafi na mweupe kusudi uwe ndani ya Kristo. Wanakiacha kisima kinachofoka maji, wakaziendea taratibu za kujitengenezea ama birika. Ungeweza kuwazia mtu fulani akifanya hivyo, pia jinsi ilivyo akili ya mtu ambaye angekunywa maji matamu ya kisima kinachofoka maji, kisha ayaache hayo akanywe ya birika la kujitengenezea lenye vyura na mijuzi na vivurukuta mikia na kila kitu. Hata alionekani kuwa jambo la busara akuwa sawa, bali hilo ndilo hasa watu wamefanya. Wao wameliacha neno, chemchemi kweli ya chanzo cha nguvu za Mungu, kunywa maji ya mabirika na kujitengenezea mabirika. Vile walivyofanya wakati huo, ndivyo wanavyofanya sasa. Unasema, yeye alisema wao wameniacha mimi hapa. Yeye alisema hapa katika Yeremia 2:14 ama 13 hasa. Yeye alisema wameniacha mimi niliye chemchemi ya maji ya uzima. Naam, tunaona birika ni nini? Tunaona inachokinga. Tunaona jinsi inavyotengenezwa. Ni kitu cha kujitengenezea ambacho hutoka kwenye paa iliyo chafu. Yale maji yanayomwagika chini hugonga kwenye paa lililo chafu, kisha yanatiririka tu kutoka kwenye paa, yakapitia kwenye kiori cha kujitengenezea, yakapitia kwenye mfuko wa kujitengenezea, yakaingia katika tangi la kujitengenezea, na vinyaa vyote vinavyolundikana mle na vivini na mjuzi na vyura na vitu vya ardhini hupenda hayo. Kiyatazama, wao ni wanyama walio wachafu, vivurukuta mikia, maji yaliyooza. Kivurukuta mkia hakiwezi kuishi katika maji masafi. Kama kikiishi, yatakiwa
hakina budi kuwa katika maji yaliyooza. Na hivi ndivyo ilivyo na vingi vya hivi vimelewa leo. Hamwezi kuishi katika maji mazuri ya Roho Mtakatifu. Hiyo ndiyo sababu wao wanapinga neno kwa dhati na kusema linajipinga, halifai kitu. Ni kwa sababu hawana budi kuwa na kitu kama kidimbwi chenye maji yaliyooza kufurukutia mle. Sawa. Hivi ndivyo ilivyo kwa vyura na kwa mijuzi na kwa viluwiluwi na vitu kama hivyo. Hawana budi kusogea kwenye bwawa ama kidimbwi chenye maji yaliyooza wapate kuishi, kwa maana asili yao ni kuishi mle, na huwezi kumbadilisha mnyama huyo mpaka uibadilishe asili yake. Wala huwezi kumfanya mtu alione neno la Mungu mpaka asili yake imebadilishwa. Na wakati asili yake imebadilishwa kutoka alivyo akawa mwana wa Mungu na Roho Mtakatifu anaingia ndani yake, Roho Mtakatifu aliliandika neno la Mungu. Leo nilikuwa nikizungumza na rafiki yangu mwema Daktari Lee Vail ambaye yupo sasa. Yeye ni mwanatheolojia halisi, na kwa hiyo sisi kwa kawaida huwa na maongezi mazuri juu ya maandiko. Ana akili sana. Basi aliniuliza wakati mmoja vile nilivyofikiria juu ya ushahidi wa kwanza wa Roho Mtakatifu ulikuwa ni kunena kwa lugha. Ndivyo imekuwa miaka mingi iliyopita. Nikasema, la, siwezi kuona hilo. Yeye akasema, wala mimi nami. Kasema, ingawa nimekwisha fundishwa jambo hilo. Akasema, unafikiri ushahidi wake ni nini? Nikasema, ushahidi kamili kabisa inaoweza kufikiria ni upendo. Kwa hiyo tukaendelea kuzungumzia jambo hilo. Kwa hiyo nikawaza kwamba hilo lilionekana nzuri sana. Kwa hiyo nikashikilia hilo tu kama mtu ana upendo. Bali siku moja Bwana katika ono akanisahihisha, naye akasema ya kwamba ushahidi wa Roho ulikuwa ni wale ambao wangeweza kulipokea neno, wala si upendo wala kunena kwa lugha, bali ni kulipokea neno. Alafu basi Daktari Deo alikuwa akiniambia ya kwamba hilo ni maandiko. Akasema, maana katika Yohana 14 Yesu alisema wakati yeye Roho Mtakatifu atakapowajilia atawafunulia mambo haya, mambo nimewafundisha, naye atawaonyesha mambo yajayo. Kwa hiyo huo hapo ushahidi halisi wa Roho Mtakatifu. Yeye hajaniambia bado jambo lolote ambalo si sahihi, ya kwamba ni ushahidi wa Roho Mtakatifu. Ni yeye yule anayeweza kuliamini neno kama unaweza kulipokea. Maana Yesu hakusema kamwe Roho Mtakatifu akishakuja mtanena kwa lugha. Yeye hakusema kamwe Roho Mtakatifu akishakuja mngefanya yoyote ya mambo hayo. Lakini yeye alisema yeye atachukua mambo haya yaliyo yangu na kuwapasha habari, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Kwa hiyo huo hapo ushahidi halisi wa Roho Mtakatifu kulingana na Yesu mwenyewe. Kwa hiyo hizi zote na kadhalika walizo nazo watu na wangali wanaishi kwazo, mnaweza kuona kwa nini wanafanya hivyo. Unaona, inakuwa madhehebu ama kidimbwi chenye maji yaliyooza, na hakuna madhehebu yatakayoundwa juu ya neno kamili la Mungu. Haiwezekani, kwa maana huwezi ukachagua ama kuunda madhehebu kutokana na Mungu. La, Bwana. Sababu yake ni kwamba unalipata kundi la watu wanaoweza kuliamini neno, acha waunde madhehebu. Muda si muda, katika mwaka mmoja, kuna kundi la kinariki mle ndani ambao ungeweza kutenda kitu nao. Wameshika hatamu, nawe huwezi kufanya kitu juu yake. Si mpango wa Mungu, si wa Mungu. Kwa hiyo tunajua kitu hicho hakifai kitu, kinakuwa birika na kinakuwa mahali ambapo kila mmoja atapatana katika jambo hili lile ama lingine, kuwaingiza washiriki mle ama kuwaacha watu waingie. Tunaona utaratibu huu ulianza wakati mmoja kule nyuma katika siku za Israeli, wakati walipokuwa wakichimba mabirika haya, na kulikuweko na mtu mmoja na kundi la Mafarisayo ambao walikuwa wamechimba mabirika machache. Nao walikuwa na mtu jina lake Herodi, naye alikuwa mtangazaji liwali wa huo mkoa. Basi akashuka akaja kumsikiza mtu fulani ambaye hakucheza na madhehebu yao. Yeye alikuwa nabii, na hakuna nabii aliyekuwa na uhusiano wowote na madhehebu, bali
Nabii akaanza kusema, msianze kusema ndani yenu, baba yetu ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambieni, Mungu anaweza kumnunulia Ibrahimu watoto katika mawe haya. Na wakamleta mtu mashuhuri kumsikiza, na mtu huyo mashuhuri alikuwa amemnyang'anya ndugu yake mke na akamwoa. Basi huyo mtu alisemaje alipoenda mbele yake? Wao walifikiri atapatana na kusema, naam bwana, wewe karibu kwenye kiti kizuri hapa, nawe yakupasa ninashukuru sana kwamba umekuja huku kunisikiliza leo. Yohana alienda moja kwa moja mbele yake akasema, si halali kwako kumchukua. Jambo la kwanza kabisa alilosema, alimkemea kwa ajili ya dhambi yake. Unaona, madhehebu hutengeneza vidimbwi vinavyooza ambamo mwanamume anaweza kuishi na wanawake, na hao wanawake wanaweza kufanya yasiyofaa na kukata nywele zao na kuvaa kaptura na chochote kile na kujiita wa Kristo. Haleluya! Ya uwezo wa Mungu haiwezi kukaa pale, kwa maana inaisukumia nje. Ndimi chemichemi ya maji ya uzima. Waliniacha mimi kuichimbia baadhi ya mabirika. Sasa chemchemi ya maji ya uzima, tunaona chemchemi ya maji ya uzima ni nini? Tumeona birika ni nini? Basi chemchemi ya maji ya uzima ni nini? Ni kisima kinachofoka maji. Kisima kinachofoka maji ni kitu gani hicho, ndugu Branham? Ni kisima ambacho siku zote hutoka huko chini na kusukuma maji yake yatoke nje. Daima yanatiririka, kinajitegemea chenyewe. Daima ni matamu na masafi. Kisima kinachofoka maji, chemchemi ya maji ya uzima. Hayaja kufa na kuoza, yanaishi, yanabadilika kila wakati, yakitoa kitu kipya wakati wote. Yanabadilika kila wakati, yakitoa kitu kipya wakati wote, yakiendelea, yakitoka katika kwenye vyanzo vyake, yanatoa nguvu zake kutoka kwenye chanzo chake, ambacho ni bado ni chemchemi ya maji ya uzima, yakinyunyizia. Kinajisafisha chenyewe, ni maji masafi na matamu. Kinajitegemea, si lazima ungojee mvua kulijaza tangi. Daima kinafurika, kinatoa maji yake bure. Si lazima uyavute kwa mashine, kuyavuta kwa winji, kuyavuta ama kujiunga nayo. Ni chemchemi tu ya maji ya uzima. Mnajua, mkichukua mabirika haya kale, unabudi kuyazungusha na kuyazungusha na kuyazungusha kwa mpini, kuyafuta kwa mashini na kila kitu, kusudi upate kuteka maji kidogo ya hayo yaliyooza. Chemchemi ya maji ya uzima huyatoa bure bila kuyavuta kwa mashini, kujiunga chochote kile. Nashukuru kwa ajili ya chemchemi hiyo. Naam Bwana, hahitaji kutiwa kichunjio akuwatoa vimelea, kwa maana ina kina kirefu sana mle kwenye mwamba mpaka hamna vimelea mle. Hahitaji kuning'iniziwa tambara la kielimu. Hiyo ni kweli. Mipango iliyotengenezwa na ulimwengu ya hekima ya kimadhehebu ya kujitengenezea kukwambia mbele ya daktari wa bongo kama unaweza kuhubiri au la. Haining'iniziwi moja ya hayo matambara yaliyotiwa unajisi. Ingesukumia mbali mara unapozitia mle. Huwezi kufanya jambo hilo. Hicho kisima kinabubujika kila wakati. Kama ukikivalisha moja ya haya matambara, kingezitupilia mbali upande mmoja au mwingine. Lakini wakati wa kuvulia matambara ya kimadhehebu, akihitaji chujio, akihitaji kufutwa kwa mashini, kushtuliwa ghafla, wala chochote kile, kiko pale kinabubujika. Lazima kitegemee mvua ya mahali pale ili kijae. Mvua ni fufuo. Wapi chemchemi ile? Ni hapo penye chemchemi ya uzima. Palipo na mzoga, tai watakusanyika. Haikubidi kufuta ufufuo kwa mashini, haikubidi kufuta chochote kwa mashini. Jambo tu likupasalo kufanya ni kuja kwenye ile chemchemi. Daima imejaa maji mazuri na matamu, nayo haikomi, hububujika tu daima.
Si lazima uende kwenye birika na kusema vema, kama ikinyesha na maji yatiririke kwenye ile ghala la nafaka, nitapata maji ya kunywa. Mnaona jamani, si hiki kisima hicho kinachofoka maji daima kinabubujisha maji mazuri na baridi. Unaweza ukakitegemea. Si lazima useme vema, nitaondoka niende kwenye hili birika la kale. Ulizoea kunywa maji mle, mbali mvua haijanyesha muda mrefu. Nakwambia huenda ikawa limekauka. Hivyo ndivyo zilivyo baadhi za taratibu hizi za kujitengenezea. Unaweza kuingia mle kama unaendeleza kitu fulani kikubwa, kama una shirika fulani kubwa la siri la kuuza vitu ama namna fulani ya kitu kinachoendelea na karamu kubwa na kadhalika, vikiendelea michezo na anasa na karamu katika orofa ya chini na kila kitu, huenda ukaipata nyumba imejaa. Lakini unapoenda mahali ambapo chemchemi hiyo inabubujika kila mara, watu wako pale wakipata kinywaji cha maji mazuri na baridi, unaweza kuitegemea. Hujapata ufufuo kwa miaka 10. Kama unaishi karibu na chemchemi hiyo, siku zote na ufufuo unaoendelea, kama alivyosema msikini yule mwelishi. Ama wakati mmoja, wakati ufufuo wa Kiwelsh ulikuwa unaendelea, kulikuwa na watu mashuhuri kutoka Marekani. Madaktari wengi wa elimu ya kiungu walikwenda Welsh kutafuta ni wapi na kuna nini. Kwa hiyo walikuwa na kosi zao zilizopinduliwa na kofia zao zenye kizibo, nao walikuwa wakishuka kwenda barabarani. Basi huyo hapa msikini polisi anakuja akizungusha fimbo yake ndogo mkononi mwake, huku akipiga mruzi pale msalabani alipofia Mwokozi wangu. Hapo nililia nipate kusafishwa na dhambi. Hapo damu ilipakwa moyoni mwangu, jina lake litukuzwe, huku anatembea barabarani. Kwa hiyo wakasema, huyu anaonekana kuwa mtu wa dini, tutaenda kumuuliza. Na wakasema, Bwana? Akasema, naam Bwana. Akasema, tumekuja hapa kutoka Marekani, sisi ni wajumbe, tumekuja hapa kuchunguza ufufuo wa Kiwelsh kama unavyoitwa. Sisi ni madaktari wa elimu ya kiungu na tuko hapa kuchunguza. Akasema, tunataka kujua mahali ulipo huo ufufuo na mahali unapofanyika. Akasema, Bwana, umekushafika. Mimi ndimi ufufuo wa Kiwelsh. Amina. Ufufuo wa Kiwelsh umo ndani yangu, humu. Hivi ndivyo ilivyo unapoishi karibu na ile chemchemi ya maji ya uzima. Haya ni hai siku zote, yakibujika na kubujika na kubujika na kubujika, hayaishi. Eti nenda akaangalia kama maji, kama tulipata mvua hapa muda mrefu uliopita. Si hivyo. Chemchemi hiyo ya maji ya uzima, kama nilivyosema, inatoa maji yake bure. Si lazima uivike matambara upate kujua kwa fulani za kielimu kabla hujamtuma nje akahubiri na kuona kama anaendeleza maneno yake sawa, anayatamka sawa, kama anatumia majina na vijina vyake sahihi na kadhalika na visifa. Wengi wao hata hawajui hivyo ni nini, lakini wanaishi kwenye ile chemchemi. Hata hivyo, naona vivyo hivyo itegemee mvua ya mahali hapo kujaza, ama ufufuo wa mahali hapo kwa ajili yake. Si lazima ifanye hivyo, kwa maana nguvu zake na usafi wake vimo ndani yake. Jimo lilimo neno, nguvu yake yenyewe. Mtu anapoweza kulipokea moyoni mwake, ina usafi wake, ina nguvu zake. Iko katika neno lenyewe, inafoka uzima. Ila Israeli walipoiacha walipata taabu, ila walipoiacha walipata taabu. Hivyo tunavyofanya leo. Wakati ufufuo unapoondoka kwake, hiyo basi haufai kitu. Unajichimbia visima vichache ama mabirika yenye maji yaliyooza, na basi umekwisha. Bali yeye siku zote aliwasaidia kule kunungunika pale kwenye bahari ya Shamu, ndipo waliponungunika. Hata hivyo, katika hayo yote yeye alikuwa amewaahidi, amewapa ahadi, angewarudishia papo hapo, jinsi tunavyoliangalia mbali. Alikuwa ameahidi kuwapeleka kule. Alifanya nini? Wana wa Israeli aliwapa ile nguzo ya moto na kila kitu kwa ajili ya uthibitisho nabii wao, na wakawaongoza
kule nje hadi baharini. Daima kuna shida juu yake. Basi hapa Farao anakuja na jeshi lake. Basi unajua alifanya Mungu, alifungua tu hiyo birika nyekundu yenye maji yaliyooza. Bahari ya chumvi ndicho kitu hicho kufa kabisa zaidi ya vyote ulimwenguni. Kweli imekufa, ina maji yaliyooza, hamna kinachoweza kuishi ndani yake. Basi akaifungua na kuweka huru ng'ambo ya pili, akachukua mahali ambapo haitawalazimu kufungwa na kitu kama hicho. Kule jangwani waliona ya kwamba matangi hayangetegemewa, yalikuwa yamekauka. Waliona kwamba walitoka katika shimo moja la maji hata kwenye lingine. Walipokuwa kule jangwani, walikuwa wanakufa njaa kwa maji ya kunywa, nao wangeliendea hili tangi hapa, dimbwi la maji likuwa limekauka. Wakaondoka kaenda mahali pengine pamekauka. Hawangalifikiri kabisa watapata maji ya kunywa. Hivyo basi, katika mahali pasipoelekea kabisa katika jangwa lote, wakayapata maji. Yalikuwa katika mwamba, yalikuwa katika mwamba, mahali pasipoelekea kabisa, ambapo mtu angepata maji pangekuwa katika mwamba uliokauka katikati ya jangwa. Lakini mnaona Mungu hufanya mambo namna hiyo, katika mahali pasipoelekea kabisa, katika njia isiyo ya kawaida kabisa. Hayo ndiyo tumekuwa nayo siku zote. Wao wanafikiri huna budi kuyakusanya madhehebu makubwa pamoja na yaache yote yakusanyike pamoja na shughuli nyingi huku na huko na kadhalika, na kuwashirikisha maelfu na wote namna hii kufanya ufufuo. Wakati mwingine Mungu humchukua maskini jamaa mdogo ambaye hata ajui ABC zake, na miongoni mwa watu wasiojua kusoma, ambao ni vigumu kupambanua kati ya mkono wao wa kulia na wa kushoto, yeye anaweza kuinua ufufuo ambao utautikiza ulimwengu. Yeye alifanya hivyo katika wakati wa Yohana, alitenda hivyo katika wakati wa manabii. Hakuna hata mmoja wao tujuavyo sisi aliyepata kuwa na elimu angeweza kuwachukua na kufanya jambo fulani nao. Katika mwamba huu yalitoka maji. Yeye alikuwa ndiye ule mwamba, naye akawamrisha huu mwamba, nao hauna budi kupigwa. Aliyetaka kunywa wingi wa maji masafi, matamu na mazuri, yeye aliwaokoa wote waliokunywa kwake. Jambo hilo linaenda sambamba kabisa na Yohana 3:16. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, kila amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu aliupiga huo mwamba pale Kalvari. Hukumu yetu ilikuwa juu yake, ili kwamba kutoka kwake aje Roho wa uzima, ambaye angenipa mimi na wewe uzima wa milele. Huo ni mfano mkamilifu wake hapa jangwani. Haikuwa lazimu kuvuta, kuchimba, kuvuta ama chochote kile. Wanashiriki tu katika njia aliyoiandaa yeye bure, ambapo haikuwa lazimu kuvuta juu toka kwenye dimbwi la maji. Haikuwabidi kuyavuta juu kwa ndoo. Haikuwabidi kuwa na winchi kuyateka. Iliwabidi tu kuyanywa. Na hivyo ndivyo ilivyo leo. Haikubidi kujiunga na chochote. Haikubidi kupiga magoti madhabahuni na kuanzisha jambo fulani, kuvuta. Haikubidi kurudia neno hata unapata mchafuko wa lugha. Jambo tu likupasalo kufanya ni kumnywa yeye bure, njia iliyoandaliwa na Mungu. Hakuna kuvuta, hakuna kusukuma, hakuna kitu. Ichukue tu bure. Haikulazimu kufanya kitu. Hiyo ni kusema mwamini yeye tu. Hayo tu ndiyo niwezayo kusema juu yake. Haikulazimu kufanya jambo lolote juu yake. Haikulazimu kuchimba wayapate. Haikulazimu kupiga magoti na kulia usiku kucha kwa ajili yake. Waliyanywa tu, ulikuwa umepigwa na ukawa tayari. Hiyo ni kweli. Ninamwangalia mtu fulani sasa, ameketi huko nyuma ya chumba hiki hapa. Nakumbuka nilipomwambia hilo kwenye zizi la gala la nafaka la kale siku moja karibu na hori, naye akasema, lakini mimi sifai. Nikasema, najua hufai. Kisha nikasema, wala mimi sifai pia. Bali nikasema, unaangalia ulivyo wewe, basi acha kuangalia ulivyo wewe, ukaangalie alivyo yeye. Laiti ningaliweza kuziacha hizi sigara,
ningekuwa Mkristo. Usisiache unajaribu kuwa mzuri kisha uje kwake. Yeye hakuja kuwaokoa watu wazuri, alikuja kuwaokoa watu wabaya waliojua wao ni wabaya. Akasema, vema. Nikasema, sikiliza, hutaki kwenda jehanamu, sivyo? Akasema, la. Nikasema, vema, haikubidi kufanya hivyo. Yeye alikupa kusudi isikubidi kwenda. Tunipasa kufanya nini? Nikasema, hakuna, ni rahisi tu namna hiyo. Yeye kasema, bali kama nikiweza tu. Na nikasema, huyo unarudia habari za sigara tena. Acha kuwazia juu ya sigara hiyo. Kumbuka tu wazia juu yake yale aliyofanya, kile alicho yeye, si kile ulicho. Wewe si mwema na huja kuwa mwema na kamwe hautakuwa mwema. Lakini kile alicho yeye ndiye. Na nikasema sasa, jambo pekee likupasalo kufanya kama yeye alipokuchukua mahali pako kule chini, wewe tu kubali kwa hiari yako yale aliyofanya. Jambo alikupasalo kufanya tu ni kulikubali. Bon, akasema hilo ni rahisi, nitafanya hivyo. Hiki hapa kijito, naona nikamleta hapa na kumbatiza katika jina la Yesu Kristo. Baadhi ya watu wake wameketi hapa, nami najua walijisikia vinginevyo nilipofanya hivyo, bali nilijua nilokuwa nikifanya. Niliona katika mtu huyo kitu kilichokuwa halisi, ningeweza kukiona mle, nami nikamchukua na kumbatiza katika jina la Bwana Yesu. Na tulifanya hivyo, haikuwa muda mrefu baadaye nikaenda nyumbani kwa mwanawe wa kiume. Tuliona ono la mti ukivunjwa mahali fulani, na mtu huyo akaanguka nusura auvunje mgongo wake, akapelekwa hospitalini. Ndipo usiku huo Bwana alifunulia mimi kwamba huo ulikuwa ndio mwisho wa hizo sigara. Kwa hiyo kesho yake alitaka sigara, nitamnunulia katoni moja nimpelekee. Ngoja utaona siku zake za sigara zimekwisha. Hajawahi kuvuta moja tangu wakati huo, na hajataka moja tangu wakati huo. Mnaona, jambo la kwanza pasalo kufanya ni kuja kwenye chemchemi hile. Kuna budi kuja kwenye maji hayo, utambue si kitu ambacho wewe unaweza kufanya, ni yale yeye aliyokutendea. Haikubidi kuchimba, haikubidi kuyavuta, haikubidi kuacha hiki, haikubidi kuacha kile. Jambo likupasalo kufanya tu ni kwenda kule na unywe hayo tu. Kiona kiu, hunywa. Yeye alikuwa ule mwamba. Mungu alimpiga kwa ajili yetu, naye akatoa wingi wa maji masafi na matamu. Angali anayatoa leo kwa yeyote ambaye ataamini. Hii ni neema yake bila shaka kwa watu wake sisi. Kuna kitu kama pale, kama watu wa siku hizi wako tayari kupokea wanachoweza kupata, mbali hawataki kutoa huduma kwa ajili yake. Israeli walikuwa tayari kunywea ule mwamba sasa, mbali hawakutaka kumtolea Mungu huduma aliyostahili, na yeye daima anatuhudumia. Unajua, hata hatuwezi kupumua bila yeye, hatuwezi kupumua bila huduma ya Mungu. Hivyo ndivyo tunavyomtegemea, na hata hivyo karibu ituvunje vipande viwili kama tujaribu kufanya kumtendea yeye kitu fulani. Yeye anatuomba kufanya jambo fulani, tutoke kwenda tukamwone mtu fulani, tukamwombee mtu fulani, tukamsaidie mtu fulani. Karibu lituvunje moyo kufanya jambo hilo, lakini hatutaki kumtolea huduma yeyote. Malalamiko yake yalikuwa, wameniacha mimi neno, nao wamekubali birika alivunjalo badala yake. Wameniacha mimi niliye chemchemi ya uzima, chemchemi ya maji ya uzima. Na wanatamani na wanaona afadhali wa kunywea birika yenye maji yaliyooza. Ungeweza kuwazia jambo hilo? Ungeweza kuwazia mtu sasa ambaye hiki hapa kisima kinachofoka maji, kikitoa hayo maji mazuri yatokayo kwenye mawe ya chokaa, yakitoka moja kwa moja toka katikati ya miamba huko chini kwenye fungu la mchanga na kadhalika, baridi tu na mazuri yawezavyo kuwa, na anaona afadhali anywe birika iliyokule ambayo yalikuwa yametiririka kutoka juu ya ghala ya nafaka na kwenye zizi na vibanda vya nje
karibu na mahali hapo na kuyaweka kwenye birika hilo pale ambapo maji yanapopenya kuchuruzikia mle kutoka kwenye gala ya nafaka na maboma na mazizi na kila kitu kilichochuzurikia kwenye hilo birika. Alafu tunataka tungenywea hilo kabla hatujaenda kwenye hicho kisima kinachofoka maji. Mtu huyo angekuwa na kasoro mbongoni. Hiyo ni kweli. Na wakati mwanamume ama mwanamke atachukua msimamo wa madhehebu yatakayoruhusu kukata nywele, kuvaa kaptura, vipodozi, kila namna ya hivi vitakataka vingine na namna fulani ya mpango na kufanya mambo haya yote yasiyofaa, na anaweza kwenda kwenye mchezo wa matufe na upuzi huu wote kule, na anaweza kuvumilia mambo hayo na kupenda hayo vizuri kuliko wanavyolipenda neno la Mungu la mtindo wa kale ambalo hukata na kuchimba na kuwafanya wanawake mabibi na linawachukua na kuwafanya wavalie vizuri na kuenenda vizuri. Linaondoa sigara na tumbako na kuwapa na kulani na kudanganya na kuiba, bali nawe na ulimwengu wote kutoka, na linakupa kitu ambacho kinarudisha kabisa. Kwa nini wewe mwanamume ama mwanamke unakiendea kitu kama hicho ati upate faraja? Wawezaje kupata faraja kwa kitu hicho? Wawezaje kupata maji mazuri kutoka kwenye birika lenye maji yaliyooza? Mtu anawezaje? Kama mtu akienda kwenye birika la maji yaliyooza kupata maji ya kunywa, wakati tayari kuna kisima kinachofoka maji, ungesema mtu yule ana kasoro bongoni. Kama mwanamke ama mwanamume akienda mahali kama hapo kupata faraja, huyo mtu ana kasoro ya kiroho. Hawalitaki neno. Inaonyesha kuwa asili yao ingali ya chura ama kiluilui ama chochote kile. Hiyo ni kweli. Kitu cha asili hiyo kinachopenda kidimbwi hicho chenye maji yaliyooza. Kwa maana vitu vya aina hiyo havitaishi katika kidimbwi cha maji masafi. Haviwezi kuishi, ni maji masafi, haviwezi kuishi. Naam, malalamiko yalikuwa wameiacha, na leo wamefanya jambo lile lile. Sasa angalia yule mwanamke kisimani. Vema, alikuja kwenye birika la Yakobo, naye alikuwa anateka maji pale wakati wote kwenye birika la Yakobo. Lakini birika la Yakobo madhehebu tungeyaita, maana alichimba matatu na hili alilochimba. Sasa yeye alikuwa na hadithi kubwa. Alisema, naam, baba yetu alichimba kisima hiki Yakobo. Yeye alikinywea na ng'ombe zake zikakinywea na kila kitu. Si hayo yatosha? Akasema, lakini maji unayochota humo, unaona kiu tena, inakubidi kurudi hapa na kuyateka tena. Lakini kasema, maji nikupaye wewe ni chemchemi ya maji yanayoruka juu sana, yakibujika kutoka ndani, nawe utakuja hapa kuyateka, yamo pamoja nawe. Angalia, lakini alipoona kwamba chemchemi ya kimaandiko imemzungumzia kwa ishara ya kimaandiko ambayo alikuwa akiitazamia, aliacha hiyo taratibu ya kimadhehebu ya Yakobo na hakurudi mle tena, kwa maana alikuwa ameupata ule mwamba halisi. Naona akaenda mbio mjini, alikwisha acha dhambi, hakuwa mwanamke mchafu tena. Alisema, njoni mtazame mtu niliyempata, mtu aliyeniambia mambo niliyoyatenda. Je, haimkini huyu ndiye Kristo? Yeye huenda birika hilo lilikuwa sawa, lilikuwa limetimiza kusudi lake. Sasa yeye alikuwa kwenye ile chemchemi ya kweli. Ile birika ilikuwa sawa mpaka ile chemchemi ya kweli ilipofunguliwa, lakini ile chemchemi ya kweli ilipokuja, hilo birika likapoteza nguvu zake. Akaona kwamba kuna mahali pazuri zaidi pa kunywea, na kuna mahali pazuri zaidi, na hapo ni katika Kristo. Katika Yohana Mtakatifu 7:37-38 Yesu alisema katika siku ya mwisho ya sikukuu ya vibanda, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Wote walikuwa wakifurahi, walikuwa na bubujiko mdogo wa maji yakitoka chini ya madhabahu, na nao wote walikuwa wakinywea huo
katika sherehe ya ile sikukuu ilipo, akasema baba zetu waliunywea mwamba wa Roho jangwani. Naona walikuwa wamejichimbia birika, maji yaliyooza waliovuta kutoka mahali fulani na kuyabubujisha mle chini ya hekalu pale, nao wote wangeyazunguka maji haya wakayanywa na kusema, miaka kadhaa iliyopita baba zetu waliyanywea jangwani. Yesu alisema, mimi ndimi mwamba ule uliokuwa jangwani. Kasema ilikuna mana kutoka mbinguni, naye Mungu akaenyesha. Kasema mimi ndimi mana hiyo. Yeye cheni ile alikuwa amesimama miongoni mwao. Hicho chakula cha uzima kilikuwa kimesimama miongoni mwao, na hata hivyo hawakukitaka. Waliona afadhali wawe na birika lao, kwa sababu mwanadamu alikuwa ameitengeneza hii, naye Mungu alikuwa ameituma ile. Hiyo ndiyo tofauti yake hasa. Wakajichimbia mabirika. Alisema mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Yeye ndiye chemchemi ile. Na kama vile maandiko yalivyosema, mito ya maji iliyo hai itatoka ndani yake. Lo, yeye ni kisima kinachofoka maji kutoka ndani yake, au utu wa ndani kabisa itatoka mito ya maji yaliyo hai. Yeye ndiye mwamba ule uliyekuwemo ndani, uliokuwa mwamba wa Hajiri katika wakati wa shida, wakati mtoto wake alipokuwa karibu kufa, wakati alipokuwa amefukuzwa kambini, naye alikuwa kule nje na mtoto Ishmaeli. Maji yake katika birika lake alilokuwa amebeba yalikuwa yamekwisha. Kamlaza mtoto Ishmaeli chini, akaondoka akaenda kadiri ya mtupo wa mshale, akalia. Halo, kwa sababu hakutaka kumwona huyo mtoto akifa. Mara malaika wa Bwana akanena naye, akapata Beer-sheba, kile kisima kilichokuwa kinabubujika na kingali kinabubujika hata leo. Yeye alikuwa Beer-sheba wa Hajiri, mwamba kule jangwani. Ilikuwa imesimama hapa katika chemchemi iliyojaa damu siku ile, akisimama pale hekaluni wakati wa tufani. Katika Zakaria sura ya 13, yeye alikuwa ile chemchemi iliyofunguliwa katika nyumba ya Daudi kwa kusafisha na kwa dhambi, kusafisha dhambi. Yeye alikuwa chemchemi hiyo. Na katika Zaburi 36:9, yeye alikuwa chemchemi ya uzima ya Daudi. Yeye jungali ni chemchemi ile katika nyumba ya Daudi, naye ni wa yule mshairi, na moyoni mwake pale mshairi alisema, kuna chemchemi iliyojaa damu iliyotoka kwenye mishipa ya Emanueli, wenye dhambi wakitumbukizwa ndani ya mafuriko hayo hupoteza mawaa yao yote ya hatia. Yeye ndiye chemchemi hiyo ya uzima, chemchemi ya maji. Yeye ni neno la Mungu. Watu wa siku hizi za mwisho wamemwacha yeye, neno la kweli, maji ya uzima, na wamejichimbia mabirika ya kimadhehebu, na tena walichimba. Na sasa tunaona ya kwamba wanayo yanayovuja, walikuwa na mabirika yanayovuja. Alafu birika hili limejazwa dini zisizoamini, kujigamba, kusikoamini, miradi ya elimu na kadhalika, ambayo haiambatani na ahadi za Mungu. Wani wanaoshuku neno. Sasa mabirika haya walionayo, Biblia ilisema yalikuwa yanavuja. Birika linalovuja ni birika linalomwaga maji na yanapenyea nje. Yanafanya nini? Yanapenyezea mahali pa kidini palipojaa maovu, panapoitwa baraza la makanisa ulimwenguni, na hapo ndipo birika linalovuja linapowaongoza, kwa sababu tu wao wamemwacha na wamechemchemi ya maji ya uzima na kujifanyia mabirika haya. Wanachimba miradi mikubwa ya seminari ya masomo, elimu na kadhalika. Hayo ndiyo aina ya mabirika wanayochimba leo, kwamba mtu hana budi kupata PhD ama LLD ama shahada ya sanaa ama chochote kile kabla hajaenda kuhubiri. Mabirika ambayo yamejaa teolojia ya kujitengenezea. Wao wanawapeleka katika shule hizi kubwa mno za masomo, na humo wadunga kwa teolojia za kujitengenezea na kuwatuma na hizo.
Ni siku ya namna gani tunayoishi, mabirika ya kujitengenezea. Hapana shida, si ajabu kitu hicho kimekuwa harufu mbaya. Lo jamani, ni kwa sababu watu wananywea hayo. Na watu wanapotaka kujifurahisha leo wanafanya nini? Watu badala ya kuikubali furaha ya Bwana wanaigeukia dhambi wapate furaha. Watu wanaokwenda kanisani na kudai kwamba ni watumishi wa Kristo wanaposhikwa na wasiwasi sana huwasha sigara, na wakati wao wanataka kujifurahisha, wanavaa nguo zao chafu na kutoka nje wakakata nyasi, wakati wanaume wanapita kusudi wawapigie mrunzi. Wanafanya chochote kile wapate kupendwa na watu. Wao wanataka kuonekana kama wacheza sinema mashuhuri. Hiyo ndiyo furaha yao. Wakati Yesu alisema mimi ndimi niwatoshelezaye, sababu ya wao kuendea jambo hilo ni kwa sababu hawataki kuinywea chemchemi hiyo. Wameikataa, hawataki kuinywea. Wamejiunga na namna fulani ya taratibu za kujitengenezea, namna fulani ya birika iliyojaa namna zote za vitu vilivyooza ili waweze kwenda hivyo. Jana tuliwapeleka watoto huko mtoni, ama naamini ilikuwa Jumamosi asubuhi. Tulishuka kwenda, Mbili alikuwa anavua samaki kwa boti, nasi tukapanda, tukaenda na watoto, mjukuu wangu mdogo na wengineo, binti yangu na mwanangu mdogo, nasi tukaenda upande wa juu wa mto kuendesha boti. Hata hungeendesha boti mtoni kwa ajili ya watu wenye vinyaa wachafu waovu sana huko mtoni, nusu uchi na wakifanya yasiyofaa. Boti moja ilikuwa karibu nasi, kundi la wavulana wenye umri wa miaka 14, kila mmoja ana kopo la pombe mkononi mwake na sigara. Wanakuita huko kujifurahisha. Lo jamani, ulimwengu huu unaweza kudumu muda gani ukiwa na utaratibu kama huo? Kisha ili kujiepusha na mawazo kwamba watakapokufa wataenda kuzimu, jambo wanalofanya wanaondoka, wanaenda na kujiunga na mabirika haya ya kujitengenezea. Kwa hiyo watu wa aina hiyo ni washiriki wa birika hilo, si kitu ila kundi la virukuta mikia vichafu na vyenye vinyaa vya ulimwengu. Wanajishirikisha kwa jambo ile, kwa maana kama alivyozoea kusema mamangu mzee, kila ndege na wimbile hata kuja kwenye ile chemchemi wapate kusafishwa na maisha hayo ya dhambi. Wao wanataka kuishi kule nje na waendelee kushikilia ushuhuda ya kwamba wao ni wa Kristo. Kwa nini? Wamemwacha chemchemi ya kweli ya furaha, uzima, maisha makamilifu na ya kuridhisha. Hilo ndilo kusudi lao la kufanya hivyo, kwa sababu wanataka kujiunga. Kuna ya watu kule wanaoamini upuzi kama huo. Hapa si muda mrefu uliopita, mimi na ndugu Fredi na ndugu Tom, baadhi yetu tulikwenda kuhudhuria kanisa maarufu la Kibatisti katika mji wa Tucson. Kuona kama singepata kitu fulani kidogo ambacho labda kingetuburudisha kidogo. Basi yule mhudumu akasema kitu fulani kuhusu watu huko Misri. Walipoondoka walikuwa wakila vitunguu saumu na kadhalika, walitaka kurudi tena wakale hivyo. Akasema hivyo ni kama walivyo watu wa siku hizi. Basi sisi kila mmoja akasema amina. Siyapata kuona kundi kama hilo. Kanisa nzima likaacha kumwangalia mhubiri, likaangalia nyuma kuona ni nani aliyesema amina. Iliwaogopesha nusura wafe, hawakujua ilikuwa ni nani. Wakati Daudi aliposema pigieni Bwana kelele za shangwe, msifuni kwa vinubi, msifuni kwa kinanda, kila mwenye pumzi na msifu Bwana, nanyi msifuni Bwana. Mungu hufurahi katika watu wake. Hebu na wale waliofunzwa waseme amina wakati lolote limesemwa sawa. Mbona usiache utaratibu huu na mabirika ya ulimwengu uingie kwenye utaratibu mwaminifu wa Mungu ambao ni kisima kinachofoka maji, Yesu Kristo? Mbona usimgeukie, ambapo Mungu ndiye atupaye wingi wa furaha yetu, ndiye atupaye wingi wa sifa, ndiye atupaye wingi wa uradhi wetu. Kutulia kwa neva zangu kutoka kwa Mungu. Wakati
nimehuzunika sana, napata uradhi wangu katika Kristo, si katika sigara, si katika mambo ya ulimwengu, si katika kujiunga na baadhi ya kanuni za imani, lakini katika kumpata yeye, neno lililoahidiwa ambalo yeye alisema, kama nikienda nitakuja tena na kuwapokea. Napata furaha yangu katika jambo hilo. Yeye ndiye furaha yangu. Wanasema leo kwa kujiunga na mambo haya na kuunda hili baraza la makanisa ulimwenguni, ya kwamba watatengeneza mahali pazuri zaidi pa kuishi. Kwa maoni yangu maaminifu, watatengeneza mahali pazuri zaidi pa kutendea dhambi. Huyo tu ni kitu, hicho chote ni dhambi. Hata hivyo si pa kuishi, mbali pa kutendea. Fanya mahali pake pa kutendea dhambi badala ya pa kuishi. Kitu kingine chochote nje ya Yesu Kristo na neno lake la uzima ni birika inayovuja. Kila kinachojaribu kuwa badala yake, kila unachojaribu kufanya kuletea amani, kila unachojaribu kufanya kukupa faraja, kila namna ya furaha unayopata kutoka kitu kingine chochote kama kibadilisho cha huyu, ni birika linalovuja lililojaa vinyaa. Yeye anatoa uradhi mkamilifu. Nakumbuka hapa majira machache ya kiangazi yaliyopita, nilitokea mlango wa nyuma. Nilikuweko na kijana mlagai mamboleo kule nje, aliyeniambia kasema, wajua sababu ya wewe kuzungumza juu ya wanawake namna hiyo, kuvaa hizo kaptura na kadhalika? Akasema, ni kwa sababu wewe ni mzee. Akasema, hiyo ndiyo sababu yake. Akasema, angalia hapa, una umri gani? Sema 27. Nilipokuwa mdogo kuliko wewe kwa miaka mingi, nilihubiri jambo lile lile. Nilipata chemchemi yenye kuridhisha. Yeye ndiye fungu langu. Amina. Mradi anajazi hayo, uzuri ndio huo ndio nino yangu, huo ndio ustadi wangu, ni kumtazama yeye, kuangalia kazi ya mikono yake na kuona kile anachofanya. Sijui chemchemi nyingine. Huo ni mtiririko wa dhamani unaonifanya mweupe kama theluji. Sijui chemchemi nyingine ila damu yake Yesu. Ni chemchemi iliyojaa damu iliyotoka kwenye mishipa ya Emanueli, ambapo wenye dhambi wakitumbukizwa ndani ya mafuriko hayo hupoteza mawaa yao yote ya hatia. Niwaambieni, si chemchemi nyingine. Ile chemchemi hiyo ilinisafisha nilipokuwa mchafu, inaniweka msafi, kwa sababu nataka kuishi mle, nipate kunywa haya maji matamu yanayoijaza nafsi yangu furaha. Hata naweza nikawa nimeshusha moyo sana na kujisikia kwamba ni vigumu kwangu kuendelea zamu nyingine, siwezi kwenda mahali pengine. Ndipo naweza piga magoti na kuweka kidole changu kwenye hadi na kusema, Bwana Mungu, wewe ndiye nguvu zangu, wewe ndiye uniridhishaye, wewe ndiwe yote katika yote kwangu. Naweza kuanza kusikia kitu fulani kibujika kutoka ndani yangu pale, na toka ndani yake. Kwa kuwa nishapita umri wa miaka 50, ninaamka asubuhi. Unajua jinsi ilivyo, ni vigumu kwako kuotoa huo mguu mmoja kitandani. Jamani, ni vigumu kufanya hivyo, na mtu fulani yuko mlangoni anapiga hodi ama mbili, akiniambia kuna jambo la dharura mahali fulani ninapopaswa kwenda. Nami nawazia, nawezaje kufanya hivyo? Najaribu kutoa mguu mmoja nje. Nawazia, wewe ni chemchemi iliyojaa nguvu zangu. Amina. Nguvu zangu na msaada wangu hutoka kwa Bwana. Wewe ndiwe kisima changu kilichopoka maji, wewe ndiwe ujana wangu. Hawa mngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mabawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Mungu, hili ni jukumu langu kwenda, nimeitwa kwenye wajibu wangu, na muda si muda kitu fulani kinaanza kuchemka ndani yangu. Juzi huko katika mahali padogo, nilikuwa na mkutano kule Topeka, Kansas. Natokea kijana mhubiri mdogo mmoja wa wadhamini wangu wa kwanza, ndugu Roy, anayeketi hapa, anapokumbuka mahali pale, katika mahali hapa mashuhuri pale, alikuwa na huyo mhudumu alikuwa ameingia chini ya paa ama mahali fulani, ukuta wa kando ukamponda chini yake.
Maskini kijana huyo alikuwa anakufa, ini lake limepasuka, wengu wake ulikuwa umegongwa ukatolewa mahali pake, tani kadhaa zilimwangukia. Niketi kwenye kiamsha kinywa nikizungumza na mke wangu, nikasema, mke wangu, unajua kama Yesu angalikuwa hapa, unajua yeye angefanyaje? Nikasema, wakati alinidhamini, naamini neno hili, alikuwa akimdhamini Kristo. Kisha nikasema, hiyo ni hila ya Ibilisi. Nikasema, kama Yesu angalikuwa hapa, angeenda amwekee mikono yake mitakatifu, huyo kijana angepona. Sijali kama ini lake limepasuka, angepata afya, kwa maana Yesu angeingia mle akijua yeye alikuwa ni nani hasa. Yeye alijua wito wake. Maandiko yalikuwa sahihi yakithibitisha ndani yake kwamba yeye alijua alikuwa nani, na si hapana shaka yoyote. Yeye angewekea mikono yake na kusema, mwanangu, upate afya, aondoke pale. Kisha nikasema, hakuna pepo wa kutosha kuzimu kumuua kijana huyo wakati huo. Nikasema yeye angepata afya, lakini nikasema, unaona mpenzi, yeye alikuwa Yesu, mikono mitakatifu ya Mungu. Nikasema, mimi ni mwenye dhambi, nilizaliwa kwa kujua na kimwili. Baba yangu na mama yangu pia walikuwa wenye dhambi, nami ni bure na sifai kitu. Kisha nikasema, bali unajua nini? Kama Mungu angenipa ono na kutuma kule, basi hilo lingekuwa jambo lingine. Nikasema, nikishuka niende nimwekee mikono yangu, angetoka kwenye hicho kitanda kama yeye alinipa ono. Ndipo nikaanza kufikiri, hata hivyo, kama ilikuwa ono, ilikuwa nini? Ni mikono ile ile mchafu juu yake. Mtu yule yule akimwombea mikono ile ile michafu. Kisha nikaanza kuwazia, mimi ni mwakilishi wake. Basi Mungu anioni mimi, damu hiyo, mtu yule mwenye haki iko pale madhabahuni inaniombea mimi. Yeye ndiye anayenitosheleza, yeye ndiye maombi yangu, yeye ndiye uzima wangu. Nikasema jambo pekee ambalo lingenifanya nimwekele mikono kwa imani ni kwa sababu nilikuwa na imani katika lile ono, na bila ya ono, imani ile ile ingefanya jambo lile lile. Kwa hiyo najihesabu mimi si kitu, mbali na mhesabia ya kuwa yote katika yote kwangu. Yeye ndiye uzima wangu, yeye ndiye aliyeniagiza. Hakuna madhehebu yaliyonituma, yeye alinituma. Haleluya! Anaenda katika jina lake, nikaweka mikono juu yake, nikashuka nikaenda kule, nikamwekelea mikono kijana yule, na usiku huo alikuwa katika mkutano mzima kabisa. Amina. Lo, ndiyo, yeye ndiye ile chemchemi. Sijui chemchemi nyingine ila damu yake Yesu. Mimi nanuka, mimi lagai, kila mmoja wetu ndivyo alivyo, bali mbele za Mungu sisi ni wakamilifu. Yeye, kwa hiyo iweni wakamilifu kama Baba yenu aliye mbinguni alivyo mkamilifu. Unawezaje kuwa mkamilifu? Kwa maana aliye mkamilifu anatuwakilisha kule. Hiyo chemchemi iko kila siku safi, si kitu fulani kichoza, bali safi kila siku, ambayo husafisha dhambi zangu zote. Yeye ndiye chemchemi hiyo. Sasa katika kufunga ningesema hivi, kila kilicho tofauti na hiki ni mabirika ya vunjayo, na hatimaye kitamwaga yale utakayotia ndani yake. Kama unaweka matumaini yako yote, wakati wako wote, na kila kitu katika moja ya hayo mabirika yaliyooza, Yesu alisema ya kwamba yalikuwa mabirika ya vunjayo. Mungu alisema yanavuja, yatamwaga chochote unachotia ndani mwao. Huwezi kuendelea mbele zaidi nayo, kwa maana yatamwaga chochote unachotia ndani. Kwa maana yeye ndiye njia pekee ya kuelekea kwenye ile kweli, kwenye uzima, hata furaha ya milele na amani ya milele. Yeye ndiye tu peke yake na njia pekee ya kwenda kule. Lo, jamani, chemchemi ya uzima isiyokauka ni Yesu Kristo. Kwa nini? Naye ni nani? Neno, yeye yule. Neno, uzima, chemchemi, yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa mwamini wa kweli, hiyo upeo wa furaha yake, upeo wa uzima wake na upeo wa uradhi wake uko katika Kristo. Hakuna cha kuvuta kwa mashini, hakuna cha kuvuta, hakuna cha kujiunga, hakuna cha kuteka, ni kuamini tu na kustarehe. Hivi ndivyo alivyo kwa waaminio. Kwa vile baba Ibrahimu, yeye hakuvuta kamwe, hakufadhaika, yeye alikuwa na neno, aliyelalia matiti ya El Shaddai. Wakati Ibrahimu alipokuwa na umri wa miaka 100, Mungu alimtokea akasema, mimi ndimi Mwenyezi. Neno la Kiebrania ni El Shaddai, maana yake mwenye matiti.
nawe umzee na nguvu zako zimekwisha, lakini kaa kifuani mwangu unyonye nguvu zako toka kwenye chemchemi hii. Amina. Alinyonya hata akapata nini? Mwili mpya. Alimpata mtoto kwa Sara, na miaka 50 baadaye alipata watoto 7 kwa mwanamke mwingine. Lo, El Shaddai. Agano la Kale linaonyesha alivyofanya, Agano Jipya linasimulia atakayofanya. Amina. Katika Agano la Kale sasa hewa haibaridishwi, kwa hiyo itaharakisha na kuachia hapo sasa katika dakika moja. Nikataka kusema jambo hili kabla sijafunga. Nilikuwa na mfano mzuri wa jambo hili. Wakati mmoja nilikuwa nikilinda wanyama, na watu wengi hapa huko chini karibu na Georgetown, huko chini katika Milton, kulikuwa na huko mbali sana vilimani na chemchemi. Ilikuwa ni kisima kilichofoka maji, kingeyarusha nje mkondo wa maji wayapata futi 4 ama 5, yalichuruzika wakati wote, na pakawa na chemchemi kubwa mno pale. Kila mahali kusunguka kulikuwa na mirenaha hii hapa mingi. Mwajua vitu hivi vilivyokuwa hapa kama mnanaa. Nalo nilikuwa nikitamani sana kwenda kule. Lo, jamani, kufikia hiyo chemchemi, nami ningelala tu karibu na kitu hiki, nikanywa na kunywa, kisha nikaketi na kunywa, nikangoja. Na mwaka baada ya mwaka ningali ninakuja kwenye chemchemi hii. Haikukauka kamwe, kipupwe ama kiangazi hawangaliweza kukigandisha. Huwezi kukigandisha kisima kilichofoka maji. Lo la, siali inakuwa baridi jinsi gani, haita kigandisha hicho. Tagandisha birika baridi kali ndogo tu itafanya jambo hilo, naona. Bali kila kinachosogea kilicho na uhai ndani yake kinasogea huku na huko, na huwezi kugandisha kisima kinachofoka maji. Hata roho iliyo mahali pale iwe ni ya huzuni namna gani, kisima hiki daima ni hai. Ishi kwenye kisima hicho. Nami niliona pale, nilipita pale, ningekinywia, na lo, jamani, maji matamu tu, hukujisumbua hata kidogo. Sijui kama nikifika pale, sijui kama kimekoma kufoka tena. Kimekuwa kikifoka. Mzee mkulima aliniambia, kasema babu yangu alikinywia, kisha akasema akikupungua kamwe ama chochote kile, ingali ni kisima kile kile kinachuzurikia kwenye mto Blue kule. Nikawasa, lo, jamani, ni mahali pazuri jinsi gani pa kunywa maji. Nikatembea katika ya maili moja kutoka njiani kufikia mahali pale, kwa maana palikuwa mahali pazuri sana pa kunywa maji. Lo, jinsi hayo maji yalivyokuwa mazuri! Lo, jamani, ningeenda kule jangwani Arizona. Sasa ningali nikiwazia kisima kile cha ajabu kule chini. Laiti ningejilaza chini kule, kama alivyosema Daudi wakati mmoja. Lo, laiti ningalinywia kile kisima mara moja tena. Laiti angalifika tu kule. Ndipo nikaketi chini siku moja, na kitu fulani cha ajabu kikanipata. Nikasema, kitu gani atakufanya ufurahi sana kila wakati? Laiti ningalikuwa na furaha namna hiyo. Na kama si ya kuona una huzuni tangu nianze kuja hapa, kuna hata jambo moja la huzuni kwako. Nikasema, wewe daima umejawa na furaha, unarukaruka na kububujika na kupiga makelele, upwe kwa kiangazi, baridi ama joto, hata iwe nini, daima umejawa na furaha. Kitu gani kinakufanya hivyo? Nini ni kitu gani? Kwa sababu inakunywa maji yako? La, nasema labda sungura wanakunywa nawe unapendezwa sana na jambo hilo. La, nikasema vema, nini kinakufanya kububujika namna hiyo? Ni kitu gani kinakufanya ufurahi namna hiyo? Ni kitu gani kinakufanya daima ujawe na furaha sana? Ni kwa sababu kwamba ndege ukunywia? La. Sababu mimi nakunywia? La. Sema, ni kitu gani kinakufanya ujawe na furaha namna hiyo? Na kama kisima hicho ngaliweza kunijibu, ningesema hivi, si kwa sababu kunywa, ninadhamini jambo hilo, na kwa kuwa naweza kuwaridhisha ndege, namrudisha kila anayetaka kunywa.
Jambo tu likupasalo kufanya ni kuja hapa na kunywa, bali kinachonifurahisha si mimi kububujika. Ni kitu fulani kilicho ndani yangu kinanisukuma, ni kitu fulani kinachonibubujisha, na hivi ndivyo ilivyo kwa maisha yaliyojazwa Roho. Kama alivyosema Yesu, yeye alikuwemo ndani, anakupa visima vya maji vikibubujika uzima wa milele, kisima kinachopoka maji yanayochuzurika, ambayo daima yanatiririka. Kama wengine kanisani wametiwa moyo ama wamevunjwa moyo, wewe ungali bado uko kisimani. Kwa nini uchukue taratibu ya kale ya kimadhehebu na birika vilivyojawa na vimelea na kila kitu kinginecho na kunywea kitu hicho chenye maji yaliyooza, ambayo huku umealikwa kwenye chemchemi, kisima kinachofoka maji? Nafikiria jinsi kulivyosukuma tu na kurusharusha na kuchemka na kucheka na kufurahi na kuruka na kucheza kwenye baridi, mvua, joto, ukavu. Wakati mwingine kote injini kulikuwa kuna shikwa na ukame, kilikuwa kikibubujika kama kilivyofanya daima, maana kilikuwa na kina kirefu imara kilichotoka kule chini kabisa miambani. Lo, hebu niishi karibu na chemichemi hiyo. Chukua taratibu zako zote za kujitengenezea unazotaka, visima vyako vyote vya kale vya maji yanayooza, lakini hebu mimi nije kwenye ama mabirika yenye maji yaliyooza mbali. Hebu mimi nije kwenye chemchemi hii. Hebu nije pale ambapo yeye amejaa kabisa. Yeye ndiye furaha yangu, yeye ndiye nuru yangu, yeye ni nguvu zangu, yeye ni maji yangu, yeye ni uzima wangu, yeye ni mponya wangu, yeye ni mwokozi wangu, yeye ni mfalme wangu. Kile ninachohitaji kinapatikana kwake. Kwa nini niwe na hamu ya kukiendea kitu kingine? Ndugu dada, mbona usiye kwenye chemchemi hii usiku wa leo? Mbona iwapo hujawahi kuwepo pale, mbona usiipokee usiku wa leo, huku unapoviinamisha vichwa vyetu? Mabirika yavunjayo, yanayomwaga, yanayopenyeza, ulimwengu ukipenya mle ndani, vinyaa kutoka kwenye magala ya nafaka na vya kutoka nyakati zingine. Mbona isiwe kisima hiki ambacho upuzi hauwezi kukaa mle, chemchemi hii kuu iliyojawa na damu iliyotoka katika mishipa ya Emanueli? Mbona usipokee hiyo usiku wa leo? Mungu na tusaidie usiku wa leo katika nchi hii iliyokauka yenye kiu. Kama alivyosema nabii, yeye ni mwamba katika nchi ya uchovu. Yeye ndiye ile chemichemi. Ona, msije kwake usiku leo katika mioyo yenu tunapoomba. Baba yetu mpendwa wa mbinguni, hakuna chemchemi nyingine wakati muziki unacheza, si chemchemi nyingine ila damu yake Yesu. Nilizaliwa mle, nimelelewa mle, nataka kuishi mle na kufia mle na kufuka tena mle katika uwepo wake. Siku zote Bwana jalia aniwe katika uwepo wake, kwa sababu sijui mwingine. Hakuna kanuni ya imani, hakuna upendo ila Kristo. Hakuna kanuni ya imani ila Kristo. Hakuna kitabu ila Biblia. Hakuna kitu kingine, hakuna furaha nje yake. Toe kwangu, Mungu. Sijali nimemiliki ulimwengu kiasi gani, ingekuwa mauti. Ningezunguka kila mahali huku nimeweka mikono yangu juu ya kichwa changu. Kumtoa kwangu ningeaga dunia Bwana. Bali hebu na awe ndani yangu, ndipo Disemba itakuwa tamu kama Mei. Ndipo hakuna mahali penye joto na hakuna mahali pakavu. Hata mauti yenyewe hayana ushindi. Hebu na tumpate Baba. Mtoe kwa wingi kwa kila mwamini hapa usiku wa leo, kwa kuwa wamengoja katika chumba hiki. Wengi wao hawana budi kuendesha magari barabarani usiku wa leo wanapoenda makwao. Jalia basi wawe wakiwazia jambo hili. Mimi naishi kwenye ile chemchemi, naishi hapo nikinywa maji upya saa baada ya saa.
na iwapo hawajaipokea hiyo bado, jalia wampokee sasa, kusudi waondoke waende pamoja na ile chemchemi. Nitaambatana nanyi, nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Jalia mambo haya Baba. Na sasa huku vichwa vyetu vimeinamishwa, kuna mtu humu ndani usiku wa leo, ama ni wangapi wangesema, Bwana, nipeleke kwenye chemchemi hiyo sasa hivi. Sio kuja hapa kusikia tu, naja hapa kutafuta kitu fulani, naja hapa kukutafuta wewe Bwana, naja nawe usiku wa leo. Njoo moyoni mwangu sasa hivi. Utafanya hivyo Bwana? Awabariki Bwana, ambariki kila mmoja. Baba, unaiona mikono imeinunua kila mahali, hata ukutani na katika vyumba vingine huko nje. Umeiona Baba, na naomba ya kwamba utawatimizia haja zao zote. Labda wamekuwa wakinywea birika fulani la kale Bwana, chuo fulani cha katikati, ambapo mtu fulani alichimba birika, limekwisha kuambukizwa na namna zote na mafundisho ya kigeni likikana neno. Naomba Mungu ya kwamba usiku wa leo utamjia yeye ambaye ndiye chemchemi ile ya uzima. Tujalie Baba, na wakabidhi kwako sasa katika jina la Yesu. Nawe uliniambia ukiomba lolote katika jina langu litatimizwa. Sasa nisingeomba jambo hili Bwana kama sikufikiria lingetendwa. Ningekuwa nikilisema kwa utaratibu wa dini, bali nawaombea kwa uaminifu, nawaombea nikiamini ya kwamba utatujalia ulioahidi. Na sasa nawatoa kwenye lile birika usiku wa leo, na watoa mahali walipokuwa wakinywea, mahali ambapo hawaridhiki, hadi kwenye hii chemichemi. Nafanya hivyo katika jina la Yesu Kristo. Wani wako Bwana, ebu na wanywe kwako maji yaliyo hai, chemchemi ya maji yaliyo hai. Katika jina la Yesu naomba, amina. Tujalie Bwana. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Oh, what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, Jesus. Yesu, waponye hao Bwana. Tujalie Bwana katika jina la Yesu. Naomba Mungu ya kwamba wewe unayajua mambo yote. Iwasie jambo hilo, sijui chemchemi nyingine, sijui kitu kingine ila yeye. Tamani kujua kitu ila yeye. Ni damu ya Yesu tu. Lo, is the blow that makes me white as snow. No other fount I know. Oh, nothing but the blood of Jesus. tunapoimba wote, hebu na tupeane mikono mmoja kwa mwingine. Je, mnapendana? Kuna mtu hapa aliye na neno dhidi ya mwingine? Kama yupo, nenda kaliweke sawa tafadhali. Hebu tusiondoke hapa namna hiyo. Mnaona, kama una neno juu ya mtu yeyote, nenda ukaliweke sawa sasa hivi. Huu sasa ndio wakati wako wa kwenda kule na kusema, ndugu dada, nilisema neno dhidi yako, niliwaza neno, sikutaka kufanya hivyo, nisamehe. Hiyo ndiyo njia ya kulifanya. Hebu na tuwe na chemchemi hiyo miongoni mwetu wakati wote. Unaona, No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious
is the flow that makes me white as snow. Oh, no other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, si yeye ni waajabu? Hakuna chemchemi nyingine. Sisi hatutajiambukiza na mambo mengine. Tumejitenga tukauacha ulimwengu nyuma. Hatutaki tena vitunguu saumu vya Misri na mabirika ya vujao. Tuko safarini na Bwana Yesu, ule mwamba uliopigwa. Amina. Tukila mana kutoka juu na kukinywa, tukila chakula cha malaika na kuunywea ule mwamba. Amina. I know nothing but the blood of Jesus. Sasa hebu na tuinamishe vichwa vyetu. Naomba ya kwamba Mungu atawabariki kwa wingi sana kila mmoja wenu, ya kwamba neema yake na rehema zitaambatana nanyi katika juma lijalo, na kama lolote likitukia kwamba mmoja wenu apenye aende upande wa pili wa pasia. Sasa kumbuka tu ni usingizi na raha ya masaa machache tu hata tutakapokutana. Lakini ya kwamba hao walio hai na waliosalia hawatawatangulia hao waliokwisha kulala mauti, kwa maana parapanda ya Mungu, ile parapanda ya mwisho ya sita tayari imepigwa. Parapanda hiyo ya mwisho, kama ile muhuri ya mwisho, itakuwa kuja kwa Bwana. Italia na hao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Unastarehe tu hata wakati huo. Na kama ukijeruhiwa, kumbuka, peleka jina la Yesu kokote uendako. Utakapojaribiwa, lilia jina hilo, pepo watakimbia. Pokeni tu. Tunatarajia kukutana nanyi hapa Jumapili ijayo asubuhi. Waleteni wagonjwa na wanaoteseka, kuwa nikiwaombea, nanyi niombeeni. Sasa tutafanya hivyo. Semeni amina. Taombea ya kwamba Mungu atawabariki. The name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious name. Si ni tamu na la dhamani. Daima ni vigumu sana kuacha. Niko najua ya kwamba mnaona joto jingi, bali kuna kitu fulani kuhusu. Hebu kifungu kimoja zaidi, sivyo? Barikiwe kifungo kifungacho dada. Wangapi wanaojua huo wimbo wa kale? Tulizoea kuimba miaka kadha iliyopita. Nami nilikuwa nikiwazia usiku wa leo, mikono miwili kati ya mamia ya ambao wamekwisha kuaga dunia. Tulipokuwa tukiuimba huo wimbo kwenye masikani na kushikana mikono sisi kwa sisi, ibarikiwe kifungu kifungacho. Wazika wengi wao papa hapa kwenye makaburi. Wanangojea nitawaona tena. Niliwaona mara kwa mara katika ono wakati ninapoangalia ng'ambo ya pazia. Wako kule. Hebu na tupinamishe vichwa vyetu sasa tunapoimba.
Sasa nyosha mkono ukamshike mtu mwingine mkono nikapo. Inamisha kichwa chako. It give us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa, na amwachia mchungaji ibada sasa, na aturuhusu tufumukane kwa maombi.